Team Inject, once again, welcome to our channel. I'm super excited. The support you've been giving us, it means a lot. And I will say happy Boxing Day. Hope your Merry Christmas was good. You enjoyed. For those fans who sent me something to enjoy my Christmas, may Almighty God bless you. Manze, you mean a lot. Kuna wengine wamekuwa wakinipigia simu wakiniuliza, Cyprian umechill, uongei what happened. I'm back. Guys, tumekuwa tukisherekea Christmas na December, you know, ni wakati wa familia kuungana, ama wakati wa familia, marafiki kutafutana, kupatana, ndio unaangalia kama resolution zako uliachieve ama imekuaje. So sometimes it's good to take a break. Guys, I think I've taken enough break. Nimekuwa siku kadhaa kama sijakuwa serious na what we started, but guys, sometimes when you feel like your mind needs a break, jipatie. Usije ukajifunga sana, unataka ujikazie kabisa. Sometimes hata akili inachoka. Ukisikia akili imechoka, jipatie break, go strategize, come back again. Kama kuna kitu inakusumbua, enda tafuta mawaidha. Kama kuna kitu unafanya ama unataka kurelax, because we have been working the whole year, guys. For those people wenye wananijua, I've been working tirelessly. Yani sometimes hata nafikanga mahali nasikia kichwa ni kama inataka kung'oka. But anyway, guys, I thank God for the fact tumekuja since January up to this time. Hakuna mtu amegonjeka in our family ama mimi mwenyewe. Nashukuru Mungu kwa maana health means everything, guys. Health means everything, na I'm happy. And also I'm super excited the support yenye mmekuwa mkitupatia inafanya mimi mwenyewe na kuona more like I have my bosses somewhere, I need to do something. So guys, sikuwa nimepotea kwa ubaya. Nilisema hasa nichukue break kidogo because najua guys, hata nyinyi wenyewe mnajua kuanzia Januari kutakuwa ups and down. Ni kukimbizana na politics, kukimbizana na famba ya diaries. We'll be doing a lot of stuff, guys. So stay tuned, usitoke kwa hii channel. Kutoka January tutakuwa tunapost every minute, kutoka morning mpaka usiku. Kuna wale watu watakuwa wa daytime, kuna wale watu wa usiku tutakuwa tukiwaletea content after content. And guys, trust me, we have good news from Cyprian TV. Tutakuwa tunawaletea hata wale wa political analyst, tunachambua 1 to 3. Anyway, so today guys, I just want to talk about Morara Kebaso. There is a post alieka ambapo imeleta mixed reactions, but I support him, yes, because we've been seeing our kids, our brothers and sisters being kidnapped without a good or without a valid reason. Because even the former president Uhuru Muigai Kenyatta mwenyewe alikuwa anaekewa hizi cartoons, but we never saw people being abducted the same we are seeing right now. Our president anaangalia watoto wanakuwa abducted just because wamemake cartoons. There are some people, yes, wanasema ni vibaya. There are some cartoons yenyewe ukiangalia unasema yenyewe hii ni mbaya. But now he is a leader. Afai kufanya, because hata mimi sometimes people wanna make fun of me. Yeye ni leader, nafaa I ignore some other things. And now the shocking news ni kwamba leo mkubwa wa serikali amesema kwamba hao watu ambao wana abduct youths hawajulikani, they are criminals. So we have said this, if they are criminals and they are not hawajulikani, ama watu hawajui ni akina nani hao, basi Wakenya tutachukua sheria mikononi mwetu. Anytime we see them abducting any youth ama anybody, we do the necessary. Because kama wamesema hawajui hao watu wenye wana abduct ni akina nani, kama hawajulikani, basi sisi kama Wakenya tunawaambia hivi, if you are anywhere na umeona mwenzenu akikuwa kidnapped, piga nduru hao watu wachapwe proper. That's the only thing inaweza tusaidia. But hii mambo na kunyamaza, tunaangalia watoto wetu wakikuwa kidnapped just because wamemake tweet ama just because wamepost Facebook, haileti shangwe. So today Morara Kebasa amesema hivi, the police in Kenya should stop thinking that they are more powerful than the people that they pay them.
We outnumber them and we can outgun them. If we want, we have been patient for long, but if they keep threatening our lives at home with death and abduction, we will rise and defend ourselves. I support him fully, guys. I just want to read some comments. I know there are some people when you want to support, and there are some people who are against it, but mimi nam support fully. Both arrests and abductions are inimical to young youths. President William Samoei Ruto should release those young and working young youths forthwith, just the way he was released forthwith in 1966. Kasongo ametuzoea. Happy Boxing Day. Morara Kebaso, and free yourself from conmanship and extorting. Now, these people who keeps on calling Morara Kebaso conman, I don't know pesa zao ni pesa ngapi zimeibiwa. I don't know hawa watu akili zao zinakuanga wapi. Because, guys, hata wao au wenye wanapiga kelele, waambiwe wafanye kazi ya Morara Kebaso ambayo anafanya. Hawawezi wakatumia resources zao. Hawawezi, hakuna hata mtu mmoja atatumia resources zake. President Ruto ni president, but yet anatumia pesa za Wakenya na ako rich. So who is Morara? You people, when you keep on calling Morara a con, kama President Ruto, he still uses Kenyans money, tax money. So wewe ni nani unaita wengine ti con? Kama president mwenyewe ni billionaire, sijui ni mwite trillionaire, but anatumia pesa zetu ya Wakenya. Sasa Morara Kebaso yeye ndio mnataka atumie pesa yake kuzunguka hiyo, taonyesha what's going on. Date ya maandamano mkuu CPD ndani mpaka State House. I've seen so many people saying kama abductions zitaendelea na killings, maandamano itabidi irudi kwa streets, because there is no way we will keep on watching President Ruto and his regime abducting people who are speaking on behalf of Kenyans. Wakenya kuna wengine hawawezi wakaongea, but we ambao tumeonekana kuwa sauti ya Wakenya, we need to be protected, we need to speak the truth, we need to expose this rotten country and rotten leaders, because in fact that they don't serve the world leaders. I don't see why we are calling them leaders. Hawa si watu ambao wana deserve our respect. They don't deserve our respect because they don't respect Kenyans. We are the same people who gave them job. Sisi ndio tumewaajiri, lakini wanatufanya kwamba sisi ndio sasa tunafaa kuwa beg. They want us to beg for developments. They want us to beg for even peace. How? It's high time President Ruto ajue kwamba Wakenya si wale ambao walikuwa enzi za mababu zetu. Hapana, tushaamuka. Ruto must stop this bullshit. We have to go back to the streets and defend for our rights and constitution. Yes, I support him. A country led by thugs knows no rule of law. Everyone else can as well outlaw. Yes. Tuungane vizuri tutoe Ruto kwa uongozi. It's getting too much. Citizens need to protect their own. Hakuna polisi anachunga mwananchi. When you are abducted, you should have led by example. What have they done? Reserve hakuna network. This is the most fearless man in Kenya. Leave alone Raila thumbs up Morara Kebaso. You argue, definitely mtu anaongea kitu funny sana. Hii Kenya mtaifanya ikue kama Somalia. That might be the next step. Tuesday ni maandamano. Don't worry about them. They are just under rehabilitation. They will be released soon. True, this has always been my reasoning every time I hear of abduction. As much as we are demanding for better service delivered from the government, we should watch out on our words we use. Your freedom ends where other person's right begins. Morara Kebaso inciting Kenyan against the police is your agenda of the day. Kula Christmas pole pole na pesa ulisanya kwa watu. Now, you see, hii ndio akili ya Wakenya. Akili ya Mkenya ambaye ajielewe anatoka wapi.
In the conception of state, the government was to protect the people, those who are part of the terms and conditions in the social contract between the people and those they surrendered their power to. There were repercussions for breach of contract and from the happenings of the last few days, where young Kenyans are being abducted randomly without trace and where the police have been denied being involved. It means the commoners have no one to protect them but themselves. The Inspector General of the police need to be truthful. The SNPS should mean the actual service. Let him find out where those young Kenyans are and surrender them to their families. Spare families, agony, sorrow, and heartbreaks. Imagine guys, this is someone, hao ni watoto wadogo sana, baada wajajitafutia maisha. Ruto, yeye vile anasema ametoka mbali sana. He should also remember mahali ametoka, ajue kwamba these youths pia wako na future yao. Awaache wafanye vile wanataka. Because at the end of the day, wakati mtu amekuchora cartoon, it doesn't mean like amekunyanganya uongozi, like amekunyanganya uhai. No, uhai wako uko nao, kila kitu uko nacho. The only thing in it, they are expressing their feelings. They are expressing their emotions. But you cannot express your feeling by abducting, by killing Kenyans just because they are against you. As youths of today, whereby I'm one of them, we are going to keep on shouting until you stop abducting Kenyans. Hatuwezi tukachoka. You will kill us, but you will not kill all of us. We are going to stand, we are going to fight until we rescue our country. I don't know wewe kama mtazamaji ambao unatutazama, pengine uko na maoni gani, pengine uko na jambo gani kuhusiana haya mambo ambayo yanaendelea. Kutoka kwangu nasema asante, tuonane na nimerudi, nitakuwa nawapatia habari moto moto. Happy Christmas, happy Boxing Day guys, and happy New Year for those people ambao hatukuweza kusalimiana. Nimewasalimu, tuonane in our next video. Bye bye.